Yanga oye! Oye! Yanga oye! Oye! Malawi safi! Safi! Mheshimiwa mgeni rasmi wa hafla hii ya uzinduzi wa kihistoria wa matawi ya klabu yetu nje ya nchi, Mhandisi Hersi Ali Said ambaye ni rais wa klabu yetu, mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, mjumbe wa kamati ya mashindano FIFA soka la wanaume, mjumbe wa kamati ya utendaji ya CAF. Sasa hapa inabidi ukiwa unataja uwe makini kidogo, vyeo ni vingi. Mjumbe wa kamati ya utendaji kaka yangu Alexander Francis Gai, mtendaji mkuu wa klabu yetu Andre Jaulan Mtine, mratibu wa mkoa wa Morogoro mzee wangu Hao Kipolelo, viongozi wa matawi yaliyosafiri kutoka Tanzania. Natambua uwepo wa tawi la Yanga on Fire, nitambue uwepo wa tawi la Yanga Unbeaten, nitambue uwepo wa tawi kutoka Makambako, nitambue uwepo wa tawi la Yanga Influencer, lakini nitambue uwepo wa matawi matatu ambayo leo Mheshimiwa mgeni rasmi, tangu kuanzishwa kwa mfumo wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yetu mwaka 2022 na tangu uongozi wako uingie madarakani, hii inakuwa ni mara ya kwanza Young Africans kwa katiba yetu ya mwaka 2021 kufanya uzinduzi wa matawi nje ya nchi ya Tanzania kwa kuzindua matawi matatu ndani ya nchi moja ambayo inapatikana nje ya mipaka nchi. Leo tuko hapa kwa sababu tunakwenda kufanya uzinduzi wa matawi matatu ambayo yote yatapatikana ndani ya nchi ya Malawi. Tawi la kwanza litajulikana kwa jina la Lilongwe Center, tawi la pili litajulikana kwa jina la Doa, tawi la tatu litajulikana kwa jina la Dzaleka. Dzaleka mpo? Doa mpo? Lilongwe Center mpo? Mgeni rasmi, dhumuni la hafla hii leo ni uzinduzi wa matawi haya matatu ambayo yanakwenda kuandika historia mpya ya mfumo wa mabadiliko ya uendeshaji wa klabu yetu. Ndugu wanachama, klabu yetu ilipobadilisha mfumo wa uendeshaji, tulitoka sasa kuwa na mashabiki na kuanza kurasimisha mashabiki wetu kuwa wanachama kidijitali. Hatua hii inasimamiwa kwa katiba yetu ya mwaka 2021 ibara ya 62 ambayo inatuhitaji kama mashabiki wa Young Africans, ukiwa peke yako utasajiliwa kutoka shabiki, utapatiwa kadi ya kidijitali na kuwa mwanachama. Mkiwa nje ya nchi, mkishatoka namba 1 mkafika 20, mtakuwa mna haki ya kikatiba ya kuitwa tawi na mtapewa cheti cha ithibati ambacho kitakuwa kinadumu msimu mmoja mpaka msimu mwingine. Lakini mkiwa ndani ya nchi, mtatakiwa kuwa na 1 mpaka 100 ndipo mtapata cheti cha ithibati na kuambatanishwa na viongozi 9 wa kikatiba ambao 5 wanayo haki ya kuhudhuria mkutano mkuu wa klabu aidha wa uchaguzi, lakini lazima tawi hilo liwe na wanachama hai, kwa nje ya nchi wasiopungua 20, kwa ndani ya nchi wasiopungua 100. Baada ya kusema haya, ndugu wanachama na mashabiki wetu, hatua hii ni endelevu na tutaendelea kupiga hatua nchi hadi nchi kuhakikisha kwamba tunawafikia na kuwarasimisha mashabiki wengi na kuelewa dhumuni kuu la Young Africans mpya, ambayo ili uwe na klabu bora lazima uwe na klabu ambayo imejijenga kiuchumi. Hakuna klabu yenye mafanikio bila kuwa na uchumi bora. Lakini niwashukuru sana wale ambao wamesafiri umbali mrefu kwa ajili ya kuendelea kutupa support. Kwa niaba ya mgeni rasmi, niwashukuru na niwapongeze. Na baada ya kusema haya, naomba sasa nirudishe kipaza sauti kwa mwendeshaji wa shughuli yetu
na niwatakie uzinduzi mwema na sherehe njema, na leo jioni tupate ushindi mwema kwa pamoja. Asanteni sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.